sister huyo. Vipi? Bwana poa, niambie. Fresh kama kawaida. Fresh ndio. Kwanza mwenzangu nikwambie dada. Bwana nimetoka kwa mbio mbio. Ngoja kwanza basi niweke simu mbele. Nimetoka kwa mbio mbio rafiki yangu. Si nimeenda kwa yule dada pale bondeni bwana. Jana nimekutana naye pale chini. Anambia bwana kesho saa 4 hivi uje nyumbani. Sasa mimi kweli nitazunguka saa 4 nikaenda nikajua beshu ya kazi rafiki yangu. Kanita nikanitia ndani. Naingia ndani kafunga mlango. Wewe chizi, kwa hiyo ufunga mlango umechanganyikiwa? Wewe. Swahili dogo. Mimi kamera alipofunga tu mlango nikajipurupuchua hapo nilipofungua mlango. Mbio. Ndio sasa hapa nakuja kwenye kaniangalia kishenzi tena mijicho juu na mineno juu. Hivi wewe una akili kweli wewe? Yaani mwanamke kafunga mlango bado ufurahie fursa, kafunga mlango mwenyewe yani umekimbia. Sasa umekimbia kitu gani? Wewe mimi nalinda uvulana wangu wewe. Wewe unaponijua mimi na mambo yapi na wapi? Maisha yangu yenyewe magumu. Bado naenda vulana lake wengine tena. Sifanye biashara hiyo. Yule dada ana dhambi yule. Yaani sasa nikitaka kunibaka wewe. Wewe uko sawa. Mimi nahisi kabisa uko sawa wewe kaka. Mimi nisikwe ngombe dadangu. Mimi tayari mimi nalinda uvulana wangu. Wewe unaulinda uvulana mpaka lini? Haya, kama Yesu vile. Yesu yeye alikaa mpaka kaondoka msela, simbuso mimi. Mimi niko ndani. Maskini. Huyu atakuwa na matatizo kaka, ni kuifuatilia sana. Mwanamke anafunga mlango yeye anachanganyikiwa, anakimbia. Yaani jamani kuna watu wamekosa akili na kama hawajakosa akili basi kuna wewe watu wanatembea lakini hawako sawa kimwili yao kabisa yani.